Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imekubaliana na Tanzania juu ya kukuza uchumi na biashara, lakini uwekezaji hasa katika masuala ya uchimbaji wa madini ya urani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amekutana na mwenzake wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo katika mazungumzo yaliyofanyika nchini Misri, kando na mkutano ambao umefanyika siku ya jana tarehe 19 huko nchini Misri. Tarehe 19 Desemba, waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov alikutana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo kando ya mkutano wa pili wa mawaziri wa jukwaa la ushirikiano kati ya Russia na Afrika mjini Cairo. Katika kikao cha mawaziri hao walijadili mambo kadhaa muhimu kuhusu ajenda ya nchi hizo mbili na kusisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi katika biashara na uchumi kwa kuzingatia maamuzi na makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa pili wa kamisheni ya pamoja ya ushirikiano wa kibiashara kiuchumi kati ya serikali ya Urusi na Tanzania ambao ulifanyika Mei 12 hadi 13 mwaka 2025 huko St. Petersburg. Pande hizo zimethibitisha utayari wao wa kukuza zaidi ushirikiano wenye kujenga na kuratibu vitendo vyao katika Umoja wa Mataifa na majukwaa mengine ya kimataifa. Lakini jambo muhimu ni juu ya uwekezaji katika madini ya urani. Kwa mujibu wa shirika la habari la TASS la nchini Urusi, kabla ya mkutano huo Lavrov alimpongeza mwenzake kwa kuteuliwa na kueleza matumaini ya maendeleo zaidi ya uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Katika mazungumzo hayo, Mahmoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, alibainisha kuwa Tanzania inaishukuru Moscow kwa kazi zinazofanywa na makampuni ya Urusi katika miradi mikubwa nchini. Tunathamini uhusiano wetu na Urusi ambao sasa umedumu kwa miaka 64. Baadhi ya makampuni kutoka shirikisho la Urusi tayari yameanza kufanya kazi nchini Tanzania katika miradi mikubwa na mikubwa zaidi, na tunashukuru sana kwa hili. Tunatumai kuimarisha zaidi uhusiano wetu sio tu kupitia kongamano hili la Urusi na Afrika, lakini pia kwa msingi wa pande mbili. Waziri wa mambo ya nje na Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania Mahmoud Thabit Kombo alieleza. Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania pia alisema kuwa naibu mkuu wa kwanza wa utawala wa rais wa Urusi Sergei Kiriyenko alikuwa mtu wa kwanza kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan baada ya ushindi wake katika uchaguzi wa mwisho wa Oktoba, na alitoa shukrani kwa mkutano huo kwa niaba ya kiongozi wa nchi. Urusi na Tanzania zinaendeleza ushirikiano katika matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia kwa ushiriki wa shirika la serikali la Urusi Rosatom. Mwezi Julai, kampuni tanzu ya Rosatom ya Mantra Tanzania Limited ilizindua kituo cha majaribio cha kuchakata urani kama sehemu ya mradi wa Mto Mkuju kusini mwa Tanzania mnamo mwezi Agosti. Naibu waziri wa nishati Roman Mashavin alijadili kupanua ushirikiano katika sekta ya nishati na balozi wa Tanzania nchini Urusi Frederick Kibuta. Mkutano kati ya mawaziri hao ulifanyika kando ya kongamano la mawaziri la jukwaa la ushirikiano kati ya Russia na Afrika. Kongamano la mawaziri linafanyika mjini Cairo kuanzia jana Ijumaa tarehe 19 na leo tarehe 20 siku ya Jumamosi. Ujumbe wa Urusi kwenye mkutano huo unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Kando ya hafla hiyo, Lavrov atafanya mazungumzo kadhaa na wenzake wa Afrika na kutia saini kifurushi cha hati. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imesema kuwa zaidi ya nchi 50 za Afrika zitashiriki katika hafla hiyo. Ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya Urusi na nchi za Afrika unatarajiwa kuwa mada kuu ya majadiliano katika mkutano huo. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mkutano uliofanyika kati ya waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov na waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, ambapo walizungumzia mambo kadhaa ya ushirikiano wa nchi mbili, hasa wakizingatia masuala ya kiuchumi na biashara na uwekezaji wa hali ya juu wa uranium iliyopo nchini Tanzania, huku wakizungumzia pia suala la uchakataji wa madini hayo katika mradi ulioanzishwa kusini mwa Tanzania katika eneo la Mkuju. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.